Kuchukua muda mrefu ndugu zangu, kwa sababu tuna jambo la kufanya, jambo la kuweza kuomba kwa ajili ya taifa letu. Tunayo jambo la kufanya. Mimi nisiwe msemaji, nimwite ndugu yangu mwenyekiti mchungaji Nyika kwa ajili ya kumleta mwenyekiti wetu wa wilaya wa Chama cha Mapinduzi. Karibu. Asante sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asalamu alaykum. Kwa sababu tuko kwenye maombi ya taifa na tumekusanyika watu wa dini mbalimbali, labda nitoe salamu hii. Bwana Yesu asifiwe. Asalamu alaykum. Nikisema dini mbalimbali utasema upendo, haki na amani. Dini mbalimbali, dini mbalimbali, upendo, haki na amani. Lakini salamu nyingine pia nasema Tanzania ni yetu, amani kwanza. Tanzania ni yetu, amani kwanza. Hizo ni salamu ambazo zinatujumuisha wote katika makongamano mbalimbali yanayozungumzia amani katika taifa letu. Basi kabla sijaendelea, ndugu mgeni rasmi, mwenyekiti wa CCM wilaya ya Ikungi, Mheshimiwa Mika Likapakapa, ndugu viongozi ambao wamekuwa wakiendelea hapa, mwangalizi na viongozi wote ambao wametukaribisha, mchungaji Roche pamoja na wengine wote waandaji, ndugu wachungaji, ndugu waumini wote, kwanza nianze kwa kumshukuru Mungu kwa ajili ya neema kubwa ambayo ametupa katika taifa letu la Tanzania. Ni taifa ambalo lina baraka nyingi, ni taifa ambalo tumebarikiwa. Na kama andiko anavyosema, heri taifa lile ambalo Bwana ni Mungu wake. Maana yake heri Tanzania kwa sababu Bwana ni Mungu wa Tanzania. Kwa ni taifa lenye neema kubwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Niwashukuru kwa wazo zuri. Ni wazo zuri la maandalizi mazuri kuandaa siku ya leo. Kuombea taifa ni wazo jema sana. Kwa hiyo niwapongeze kwa wazo zuri ambalo mmelifanya. Mungu awabariki sana. Sana sana sana. Ni wazo jema kabisa. Lakini pia wakati naendelea kuongea, ni vizuri nikaweka vizuri kujitambulisha na tukajua kwamba kwa nini nimekaribishwa hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo la kwanza, kama mnavyofahamu, mimi ni mchungaji na ni askofu wa kanisa la International Evangelism Church Singida, nikiwa na maana kwamba ni askofu ambao anasimamia makanisa 38 katika jimbo letu. Bwana Yesu asifiwe. Tanzania ni yetu, amani kwanza, dini mbalimbali, upendo, haki na amani. Asalamu alaykum. Sawa sawa. Lakini pia ni mwenyekiti wa CPCT, maana yake baraza la makanisa ya Kipentekoste Tanzania, kwa maana ya wilaya ya Ikungi. Kwa nikiwa hapa niko eneo sahihi na niko kwenye kazi sahihi kabisa ambayo katiba yetu ya CPCT inaniruhusu kufanya hivyo. Lakini jambo la tatu, ni mwenyekiti wa Jumuiya ya Maridhiano na Amani mkoa wa Singida. Jumuiya ambayo imeanzishwa na kusajiliwa rasmi na iko vizuri. Tarehe 13 mwezi wa 3 2016 ndio ilisajiliwa, lakini ilikuwa ifanye kazi kwa ukubwa sana. Lakini alipokuja Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, katika zile 4R kuna R mojawapo ya maridhiano. Katika ile R ya maridhiano ambayo Mheshimiwa Rais ameiweka, basi sisi JMAT, maana yake Jumuiya ya Maridhiano na Amani Tanzania, tukawekwa pale katika ile 4R ya kwanza kwa ajili ya maridhiano katika taifa letu. Kwa hiyo kwa mkoa wa Singida tunaenda vizuri, na nishukuru kwa siku ya leo kuweza kualikwa mahali hapa. Nipongeze kwaya zote mlizoimba. Mungu wa mbinguni awabariki sana. Nilikuwa nauliza kila kwaya ikiimba, nauliza hii ni ya wapi, ni ya wapi? Basi tunaomba makubwa ambayo tutayafanya. Tutapeleka maombi kwa mwenyekiti wa CCM wilaya
at least tukiwa na jambo kubwa Ikungi, kwa hizi tuzialike ziweze kuja, ili angalau kule makao makuu pia waone kwamba tuna kwaya nzuri kabisa ambazo zinaimba kwa ajili ya taifa letu. Hilo ni jambo kubwa. Lakini jambo lingine, zangu, tunaenda kuombea mambo ya taifa letu, hasa kumwombea Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kama tulivyosikia kwenye risala, lakini pia kuombea uchaguzi. Lakini tusisahau, tunapoenda kuombea uchaguzi, kuna wanaotaka kuchaguliwa na kuna wanaochagua. Mwaka wa uchaguzi una watu wanaotaka wafanye nini? Wachaguliwe. Na kuna watu ambao wanatakiwa wafanye nini? Wachague. Asa mara nyingi tunaombea uchaguzi, lakini tunaweza tukaombea wanaochaguliwa tukaacha kuombea wanaofanya nini? Wanaochagua. Sasa ni vizuri tukaombea na wanaochagua wapewe hekima na Mungu. Wapewe hekima na Mungu, wasichague watu kiushabiki, wasichague watu kwa namna nyingine, bali tuchague kusahihi, maana tunaamini kura yako imetoka kwa Mungu. Jamani, Mungu ndiye anaweka viongozi, lakini Mungu hatapiga kura, ila aiongoze kura yako ili basi tukachague viongozi sahihi. Lakini tukija kwa upande wa rais, Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, ndugu zangu, rais amefanya mambo makubwa sana katika taifa letu. Amefanya mambo makubwa katika taifa letu. Amefanya mambo makubwa katika wilaya yetu ya Ikungi. Amefanya mambo makubwa katika vijiji vyetu. Amefanya mambo makubwa kila mahali. Leo mambo ni mengi sana ambayo Mheshimiwa Rais ameyafanya. Ni vema kumwombea Mungu azidi kumpa afya njema. Ni vema kumwombea Mungu amlinde, na Mungu azidi kumuinua huyo mama, kwa sababu amefanya mambo makubwa. Mara nyingine watu wanasema hajafanya lolote, lakini hata barabara ya kufika kwenu si lolote wapendwa. Leo hata umeme unawaka, si lolote lile. Mtu anasema hajafanya lolote, yani lolote manake haoni chochote, lakini sasa anaendesha gari kwenda nyumbani kwake. Sasa hiyo anavuka daraja ambao alikuwa alivukiki. Sasa hiyo anafika ana press switch, umeme unawaka. Sasa hiyo anafika anachota maji ya kunywa. Sasa hajafanya lolote. Ndugu zangu, tukatae kauli za uongo. Tukatae kauli za uchochezi. Tukatae viongozi wowote. Ndugu zangu, mtu anayechochea watu, mtu mwenye maneno mabaya, tayari roho ya Mungu haiko ndani yake. Kwa hiyo watu waongo, watu wachochezi, wenye maneno mabaya ya kumtukana Mheshimiwa Rais, tayari sisi hatuwaungi mkono. Kwa hiyo watu kama hao tuwakatae, tusiwaunge mkono, kwa sababu taifa letu ni taifa la baraka sana. Taifa letu ni taifa la baraka sana. Kwa hiyo tuchague watu sahihi, na nimesema kwamba tusisahau wakati tunaombea uchaguzi, tujiombea na sisi tukachague, lakini tukachague watu ambao wako sahihi. Ndugu zangu, nisiende sana mbali, lakini niseme tu, tumekuwa na mwenyekiti wa CCM wilaya. Amekuwa rafiki yetu kabisa. Amekuwa rafiki yetu sahihi. Kila mahali tukienda, Mika anatajwa vizuri. Kila kona tukipita. Mheshimiwa, Mungu akubariki sana. Umekuwa mtu wa watu. Umekuwa mtu wa baraka. Kuna siku nilisema hivi, kumwamini rais tunamwamini sana. Kuamini CCM tunaiamini sana. Kumwamini mwenyekiti wa CCM wilaya tunamwamini. Asa huko kwingine inabaki mtu anaenda kuchagua. Huko nyingine ni hekima ya Mungu itusaidie. Maana kwa rais tumemaliza, chama tunakiamini, yani Chama cha Mapinduzi tunakiamini. Asa kwa sababu chama kinatuletea, basi na tunakiamini, sisi tusubiri. Lakini tunaamini mambo yatakuwa mazuri kabisa kabisa. Mwenyekiti, Mungu akubariki sana, nikukaribishe. Karibu sana kama vile nilivyoelekezwa, na Mungu akubariki uweze kuongea na mkutano huu, naamini itakuwa ni baraka. Bwana Yesu asifiwe. Mwenyekiti wa kamati ya maliziano mkoa wetu wa Singida, Mchungaji
wa makanisa ya Mahara, lakini wachungaji wote mlohudhuria mahara hapa kutoka makanisa mbalimbali, lakini mashehe zangu mlohudhuria kutoka kwenye misikiti mbalimbali, viongozi wa Chama cha Mapinduzi mliofika mahara hapa, lakini mwenyekiti wetu wa kijiji cha Makiungu, lakini wanakwaya wote ambao mmeimba mahara hapa, katibu wangu wa kata ya Makiungu Bwana Paskali, kijana wangu mdogo wa Posiani, mchungaji, lakini waandishi wa habari Ismaili Jumbe na ndugu yangu Joni, na waumini wote ambao tumehudhuria mahara hapa. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Salamu alaikum. Ndugu zangu, nichukue nafasi hii kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema aliyotujalia sote tukaweza kufika mahara hapa kwa ajili ya tendo la leo la kumwombea Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, lakini kuliombea taifa letu kuwa na uchaguzi wenye utulivu. Mimi nikupongezeni sana wote mlioshiriki kuwaza wazo hili. Ninajua jambo huwa haliwezi likaota kama uyoga, lazima mmekaa, mmeshauriana na mkakubaliana. Inawezekana katika mashauriano hayo mngeweza kukataa na lisingeweza kufanyika. Kwa hiyo niwapongezeni sana kwa kuungana na kukubaliana. Lakini nichukue nafasi hii kwa kuwashukuruni kuona kwamba mimi niwe mgeni rasmi, kwa sababu ingeweza mngemuita mtu yoyote na angeweza kuja na nisingeweza kulalamika. Kwa hiyo niwashukuruni sana 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 kwa kuona kwamba siku ya leo na mimi nijumuike kuwa na ninyi tuweze kuliombea taifa letu, kumwombea Mheshimiwa Rais na hata chama changu cha Mapinduzi. Baada ya maneno hayo, ninajua muda si rafiki sana. Nitasema kidogo ili tuingie kwenye tendo lenyewe la kuweza kuombea taifa hili. Ndugu zangu, neno amani ni dogo sana ukilitamka. Lakini amani inapovunjika au kuvurugika ina athari kubwa sana kwenye viungo vya binadamu. Lakini ina athari kubwa sana kwenye maendeleo na uchumi. Lakini ina athari kubwa sana hata wale tunayemwamini Mungu kuingia misikitini na makanisani. Nini maana yake? Amani imebeba adhima kubwa ya vyote tunavyoviona hapa. Unachokiona kinatembea kwa utulivu, iwe ng'ombe, iwe kuku, duka limefunguliwa, watu wanatibiwa kwa amani, nyasi haziungui moto, sisimizi haziteketei, ni kwa sababu amani ipo. Amani inapotoweka, athari yake kubwa inaumiza hata vile ambavyo havistahili kuumizwa. Amani ikipotea, nchi yetu ikaingia kwenye machafuko, tukaanza kupigana, hata ng'ombe watapigwa risasi ambaye hawana hatia. Lakini hata mbwa tunayemtunza kwa kumpa chakula, hutokumbuka kumpa chakula mbwa wakati unasikia risasi zinapigwa huko, na mbwa wako atashinda na njaa. Lakini wako wadudu wadogo wadogo, mahala pakiungua pale wanakufa. Kwa hiyo athari ya machafuko ina athari kubwa, hata vile vitu ambavyo havikustahili kuumia vitaumia. Kwa hiyo tunapoombea taifa hili tunaponya vitu vingi sana, hata ambavyo vilikuwa havijui vinatembea, lakini leo mnakwenda kuviponya. Nini maana ya machafuko? Mataifa mengi yamekuwa yanachafuka hasa kwenye nyakati za uchaguzi, panapofikia kwamba baadhi ya watu
wanatumika vibaya, aidha wanataka madaraka kwa nguvu. Taifa letu la Tanzania ni taifa lenye vyama vingi, lakini mara nyingi nimeendelea kusema vyama vingi mimi binafsi navipenda sana. Kwanza viko kisheria, lakini demokrasia kuwa na vyama vingi. Shida iliyopo vilikuja mapema kabla hatujaelimika. Hiyo ndio shida iko pale. Wengi tunatambua tunavyo vyama vingi, lakini kufahamu maana ya vyama vingi ni nini wengi hatujui. Na hiyo ndio shida inaweza kusababisha kuleta machafuko. Vyama vingi kazi yake kubwa ni kunadi sera, nini kitamfanyia mwananchi. Lakini sisi kwa Tanzania huwa hatunadi hiyo. Tunakosoa vilivyofanyika na hatusemi vile tutakavyofanya. Lakini wachache wasio na uelewa wanamwamini anayekosoa ambaye hajafanya chochote, ndio wanaona huyu ni mbora. Wanasahau yule wanayemkosoa ndio kakuletea ulichonacho. Sasa hii kwa watu wenye mitazamo mipesi ndiye wanaweza kuleta hali ya mabadiliko ya machafuko, kwa sababu wanaleta maneno ya kujaza sumu kwa wale wasio na uelewa, hata kuichukia serikali, kuwachukia viongozi walioko madarakani, hata kuwachukia baadhi ya viongozi wa chama. Sasa kitu hicho ndicho kinachoweza kuleta shida kwenye taifa letu. Lakini watu walio wengi wenye kutaka madaraka kwa uongo, watakapoingia kwenye dhamira ya madaraka huwa hawafanyi chochote. Na pale tutakapoanza kumtoa kwa sababu hajafanya chochote, ndipo tutakapoanza kugombana naye, na ndipo machafuko yanaweza kujitokeza. Kwa hiyo hili tuendelee kukumbushana. Maana ya siasa na maana ya utawala si kuhadaiana, si kudanganyana. Lakini wanasiasa wengine tumekuwa tukiwasikia wanasema kitanuka, patachafuka. Kwa mtazamo wa watu wachache wasio na dira, wanaweza kuungana na watu wa namna ile, lakini athari yake ni kubwa. Na huyu anayekuambia patachafuka, patanuka, ukimuuliza mke wako yuko wapi, atakwambia yuko Ubelgiji. Watoto wako wako wapi? Wako Ubelgiji. Dada zako wako wapi? Wako Canada. Haya, mimi pakichafuka tunafanyaje? Na asilimia kubwa taifa letu limekuwa na amani kwa muda mrefu. Hatujazoea hata kukimbizana kwenda nje. Hatujazoea kusikia hata milipuko ya mabomu. Kwa hiyo mtu ukimkuta anakuja anasema lazima pachafuke na pachimbike, mtadhame sana. Yeye ana nani ndani hapa tukianza kuumizana, na yeye ndugu yake ataumia. Lakini na wewe unakwenda kuunga mkono, unasema patachafuka, jitazame. Unayo hata pasipoti ya kuhamia Kenya, unajikuta huna. Unaye pasipoti ya kukufikisha Burundi, huna. Una cheti cha kuzaliwa, ndio unakitafuta kwa mkuu wa wilaya, maana hicho nacho kinaweza kukukavusha. Haya, pameshachafuka, unaenda wapi? Maana taifa jingine aliweza kukupokea bila kujua unatoka wapi. Taifa jingine aliweza kukuruhusu bila kuwa na passport kuvuka eneo lake. Utasiginwa ndani humu, na wazio wanayekupambisha wanazo passport za kutoka nje, wataruka na ndege, watakuacha hapo. Kwa hiyo nichukue adhima hii, ninyi nyote mlofikiria kuombea taifa hili, Mungu awabariki sana. Kwa sababu iko mioyo mingine itapona ambayo ilikuwa inafikiria kwamba hakuna haki inayotendeka. Wako watu wanataka kutumia ukabila, udini kwa ajili ya chaguzi hizi. Taifa hili la Tanzania ni Jamhuri ya Muungano wa Tanzania iliyoungana na Zanzibar na Tanzania bara. Na mamlaka ya uchaguzi, nchi yote iliyoungana
tunakwenda tunabalansiana ili kuitengeneza haki ya uchaguzi na haki ya muungano. Mwingine anakuambia kwamba mimi sitaki Uzanzibari, lakini ukitazama alianza Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, ndo alikuwa rais wa kwanza mtu wa bara, lakini mtu wa pili amekuja Ali Hassan Mwinyi, anatoka Zanzibar. Kwa tunakwenda kwa wote kwa kuheshimiana kuwa taifa moja. Jamhuri inapokuwa muungano moja lazima tuheshimiane. Sasa ukiona mtu anatangaza Uzanzibar na Utanzania bara, amefilisika mawazo ya kisiasa, anafikiria kwamba sasa kutaka kutugawa. Lakini wake zetu wengine tumeoa Zanzibar na Wazanzibari wameoa Tanzania bara. Kwa tumekuwa ndugu moja. Tutakapoanza kupigana Zanzibar, ndugu zetu watafukuzwa kurudi huko. Tutakapoanza kupigana bara kwa ajili ya ukanda na ukabila, ndugu zetu watafukuzwa kwenda huko. Na wao walishajenga huku, wana biashara zao, hawatokubali, watabeba mapanga, tutaanza kuuana. Kwa hiyo tuwakatae sana watu wenye kutuchonganisha kwa staili za ukabila, udini, hata umadhehebu. Watu wanafika kudharau uongozi wa manamama shupavu Daktari Samia Suluhu Hassan, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini wanasahau unapomsema mama na umezaliwa na mama. Sasa sijui na wewe mama yako akisema vibaya sijui kama mtaridhika. Lakini tunasema nchi yetu tuendane na usawa. Wanawake waweze kuongoza na wanaume waweze kuongoza. Tumesema hivyo, baadhi ya wengine najua hapa tumechanganyikana kwenye vyama vingi, lakini mimi nikwambieni uhalisia, mimi mwenzenu ni mkweli. Napenda kitu kilichonyooka. Wakina mama hawa wanafanya kazi kuliko hata sisi wanaume. Nchi yoyote ukimkabidhi mwanamke, nchi hiyo lazima itakuwa imara. Na mji wowote mke na mume wakipendana, lazima maendeleo yaende. Wanawake hawa wana akili kubwa ya kutushauri, kwa sababu wanaanza kukulea kabla hujaanza kuongea. Mpaka unajua kuongea, unaanza kusimama na kutembea, anakujua hisia zako. Kwa hiyo uongozi wowote wa mwanamke lazima uwe imara, kwa sababu anatujua na anaweza kutolea vizuri. Kwa hiyo mtu akija akasema hatutaki mwanamke, ujue huyo hajatafakari na ubongo wake hujakaa sawa. Kwa sababu alianza kutoka tumboni, hajui kuzungumza, amefundishwa kuzungumza, amenyonya ziwa, amelelewa na akapata akili hata kupata hiyo nafasi ya kutumia mdomo vibaya. Kwa hiyo niombeni sana ndugu zangu, wale najua ambaye tunafikiria kuona kwamba taifa letu linakwenda kuwa na mageuzi. Mimi nilikuwa nafikiria na kutafakari, nikagundua wengine walipita hata Makiungu wanasema no reform, no election, hakuna mabadiliko, hakuna uchaguzi. Sasa nikatafakari, wale wanayetaka mabadiliko tayari. Kwa nini mabadiliko tayari? Yalishafanyika. Wakati wa mwanzo wa taifa letu la Tanzania, rais aliyokuwepo alikuwa Julius Kambarage, alikuwa mwanaume. Amekuja Ali Hussein Mwinyi, alikuwa mwanaume. Alikuja Benjamin Mkapa, alikuwa mwanaume. Amekuja Jakaya Mrisho Kikwete, alikuwa mwanaume. Amekuja John Pombe Magufuli, alikuwa mwanaume. Amekuja Daktari Mama Samia Suluhu Hassan, mwanamke. Ndio mabadiliko yenyewe. Tumekuwa na rais mwanamke tayari ni mabadiliko.
unataka mabadiliko gani tena? Kwa hiyo lazima tuelewe, kwa mtu anasema mabadiliko tayari, tuna mwanamke shupavu anayeongoza taifa hili, na tunatamani hata kwenye nafasi za kata, za majimbo, basi tupate wanawake shupavu uweze kutuongoza. Lakini tumeona faida kubwa kwa mama huyu. Kipindi kilichopita tukianza kujenga shule tunachangishana fedha. Tukianza kujenga zahanati tunachangishana fedha. Tukitaka kununua madawati tunachangishana fedha. Leo hii mnaziona shule King humo zinaota kama uyoga. Sijie muwe, si kokoto na kupita, haujaambiwa watu changie 100. Haya ndio mabadiliko tunayataka kwenye taifa letu, yanakuja kuleta maendeleo yasiyo msukuma mwanadamu. Sasa tusirudi kwenye sifuri, kwa sababu wanataka mabadiliko, wenzetu wako kwenye sifuri. Wewe umeanza safari, umefika Singida, mtu anataka kurudisha tena Makiungu, hujui utaanza na usafiri gani tena urudi Singida, anakupa tu matumaini utapanda luxury. Lakini wale kufuata na luxury anakuambia utapanda luxury, anatembea kwa mguu. Sasa sijui kama unaweza kutafakari, kwa nini kanifuata kwa mguu kanirudisha kwa mguu kama angelikuwa na usafiri huo? Kwa maana ya kwamba hawa wanasema watatusaidia kuleta mabadiliko. Wao wenyewe vyama hivi leo vina miaka 32. Ukitembea kwenye taifa hili la Tanzania, ukisema ofisi ni jambo kubwa, labda utumie sema bafu ya kuogea wanayo moja, hawana. Sasa kama bafu hatuna, tunaanza na sifuri, unasema mabadiliko, tutarudi nyuma huko? Kwa ndugu zangu wachungaji, waheshimiwa sana, mimi wapongezeni sana, kwa sababu kutetea serikali iliyoko madarakani na mheshimiwa rais aliyoko madarakani ni kuendelesha kudumisha amani. Mtasali kwa amani, mtaomba Mungu mkiwa na utulivu bila misukosuko yoyote, mtasali misikitini kwa utulivu bila misukosuko yoyote. Kwa jambo hili ni jambo jema sana, na Mungu aendelee kuwasimamieni ili muwe na maono zaidi na zaidi, kwa sababu maono yenu ni ya kutamani kuendelea kuwa na taifa lililo bora na salama. Wale wanasema mabadiliko tunayo. Rais ni mama jemedari, ndio badiliko letu kubwa. Hatuwezi kuwa na badiliko la kurudi kwenye sifuri. Kirudi kwenye sifuri, athari yake ni kubwa sana. Nichukue nafasi hii kupongeza sana mchungaji Mpinda. Wewe ni mtu mwema sana na mtu mwenye maono. Lakini mchungaji wetu Roche, nikupongeze sana. Najua hiyo ndo kamati kuu iliyoanza ikafikisha kote kwa wenzenu. Serikali yetu inawapenda sana watumishi wa Mungu. Ukiona mtumishi anaanza kusemwa sio vizuri, hizo ni kasoro zake yeye mwenyewe binafsi. Msije mkaungana na wale wanaingia kwenye kundi ama la kisiasa ama la kutumwa na baadhi ya mabeberu wasiolitakia taifa letu mema, kutumia migongo ya makanisa na misikiti kwanza kumchafua rais au kuichafua serikali. Msiungane nao hao watu. Serikali hii inawapenda sana, ndio maana inasajili makanisa asubuhi, mchana na jioni, makanisa yanasajiliwa. Tungelikuwa hatuwapendi waumini, mashehe, maaskofu, mapasta, mapadri, tusingeweza serikali kuruhusu ikasajili ama kanisa na msikiti. Kwa hiyo ukiona mtu analalamika, yeye mwenyewe ameanza kuichokoza serikali, na serikali hii kwa sababu inaamini kwamba ili utulivu patikane, yoyote anaichokonoa lazima utaratibu wa kisheria ufuatwe.
Hakuna taifa linaloishi bila sheria. Taifa lolote lisilo na sheria ni vurugu. Kwa taifa letu la Tanzania linaishi kwa misingi ya kuheshimu mamlaka zote za dini na hata wasio na dini. Na tunaamini serikali yetu ya Tanzania yenyewe inasema haina dini, lakini wananchi wake wana dini. Muumba mbingu na dunia, hata ulipokuwa unaiumba dunia, Afrika nako ilikuwepo, Tanzania ilikuwepo, na ndani ya Tanzania kuna mikoa mingi, na ndani ya mikoa kuna wilaya nyingi. Mungu wa Israeli, Mungu wa Tanzania, tazama kiongozi wetu wa wilaya ya Ikungi amekuwa na maono na ufunuo mkuu kwa ajili ya kuombea Tanzania, kuombea viongozi mbalimbali, kuombea madiwani, kuombea wabunge ambao watakuwepo katika uongozi wa Tanzania chini ya kiongozi wetu Rais Mheshimiwa Dr. Samia. Yesu mpe hekima Samia ya kuingia na kutoka kama ya Sulemani. Bwana, ulimpa hekima juu ya kuingia katika taifa la Tanzania. Kati ya viongozi waliokuwepo, Samia amekuwa kielelezo, amekuwa mfano wa wanawake duniani kwa ajili ya kuiongoza Tanzania. Mungu wa Israeli, Mungu wa Ikungi, Mungu wa jimbo letu la Singida Mashariki, Mungu uliyetuokoa na balaa, uliyetuongoza katika umati wa watu wengi kuwepo katika amani ya wilaya ya Ikungi. Wananchi wanafanya kazi kwa amani, shule zinajengwa kwa amani, madispensari yamejengwa, barabara zimetengenezwa, madaraja yametengenezwa, umeme unaingia vijiji vyote hata vitongoji. Yesu, asante kwa ajili ya maji yaliyokuwepo kwenye kata zetu, kwa ajili ya uongozi wa Samia. Samia amefanya mengi, hata Tanzania imekuwa na usafiri wa ndege. Haleluya. Rais, wewe unafaa kwa Mungu na kwa Tanzania. Mika unafaa katika wilaya yetu ya Ikungi. Mungu endelee kukulinda, Mungu endelee kutupa sisi Mika kwenye wilaya hii. Mbariki mchungaji Mika, pia ni kiongozi wetu mwenye maono ambayo anaitazama jimbo lake na eneo lake. Mungu wabariki viongozi hawa Bwana, kwa kuwa utatupa viongozi wazuri na wanaongozwa na hofu ya Mungu, kwa jina la Yesu, amen. ونية القبول وغفران الذنوب وحسن الختام وإلى حضرة سيدنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وعذاب الدين وعذاب القبر. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Asante mchungaji. Mungu wetu, na tunaendelea kuinua jina lako na kuleta mahitaji yetu mbele zako, maana tu watu wako Mungu, kwa sababu wote wenye mwili ni mali yako. Tanzania ni mali yako, watu wanaoishi wananchi tu mali yako, wake kwa waume na watoto wadogo tu mali yako. Baba, tuwazidi kuleta shukrani mbele zako, sababu maombi na dua zetu umeshakusikia, na kabla tulipokuwa hatujaanza kuomba tayari ulishatusikia. Sasa Mungu tunasema asante, kwa sababu tayari amani yetu, amani ya Tanzania, uongozi bora kutokana na rais wetu Bwana inaendelea kuwepo. Bwana, leta uchaguzi wa amani. Wa Tanzania tuchague viongozi walio bora,
wenye hekima ambao tuko tayari Mungu kusimama kwa ajili ya Watanzania. Amani yako ikazidi kuendelea, maana pasipo Bwana amani hakutakuwa na maendeleo. Tunahitaji amani yako Mwokozi katika mwaka huu ambao Bwana kwa mwezi wa Oktoba tunaendelea kuwepo katika uchaguzi. Tunahitaji neema yako ikafunike, ukatuadhamie kama makinda ya ndege, ukatuadhamie kama kuku anavyotamia mavifaranga vyake Bwana. Tubariki wa Tanzania, bariki Mungu wetu, vyote ambavyo viko mbele yetu vikafanyike kwa amani yako, na acha kukabidhi yote. Baada ya maombi haya Mungu, hatuna wasiwasi, lakini tunaamini kwamba Bwana ameshasikia na tayari naenda kuyatenda, maana kila ambaye anapewa, katika jina la Yesu, amen. Amen. Pigieni Mungu makofi, maana amesikia sala zetu vizuri. Haleluya, haleluya. Tungependa hata kila mtu aombe, lakini muda hautupi urafiki. Sasa tumeomba, uchaguzi utakapopita, basi naona ni muhimu kuja kushukuru wakati tumeshinda vizuri.